Kama mkoa tuna mpango harakishi na jumuishi wa kupunguza udumavu katika mkoa wetu. Ni mpango ambao tuliuandaa sisi wenyewe, ni mpango ambao tulishirikisha watu tofauti tofauti, ni mpango ambao tukirejea katika moja ya shughuli ambayo tunatakiwa kuifanya ni reflection meeting ya mpango wetu, kile ambacho tulikiandaa, utekelezaji wake ukoje na bajeti yake imeainishwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ilikuwa kuwe na kikao rasmi ambacho tunaangalia utekelezaji wa mpango harakishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, umezungumza kwa habari ya kuzingatia siku 1000. Ndicho ambacho mpango wa Njombe umekibeba kwa 100%. Ukisoma kwenye mpango wetu peji namba 18 umeonyesha hizo activities, evidence based activities kwa ajili ya kuondoa tatizo la udumavu, ikilenga siku 1000 za mwanzo za maisha ya mtoto. Moja ya kitu ambacho Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikitaka na ambacho alikitarajia sana ni swala la upimaji wa watoto. Tangu tunaanza ile masuala ya utafiti, ilikuwa kila kijiji, kila kitongoji watoto wote wapimwe, lakini kitu ambacho mpaka kilipelekea kuwezesha kazi kuendelea mpaka kuwa na mpango kwa kushirikiana na yule mtaalamu mshauri, alimhakikishia kuwa swala la upimaji itakuwa kwetu ni kipaumbele au ni moja ya afua ambayo tutaitekeleza katika mpango wetu. Moja ya kitu muhimu sana tulikiweka ni kuhusiana na kuboresha au kuimarisha swala la upimaji wa watoto kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, lakini vile vile na kwenye ngazi ya jamii. Kwa hiyo naomba nikumbushe kwa viongozi na wasimamizi wenzangu wa utekelezaji wa afua za lishe katika ufanyaji wa hivi vikao, tukumbuke tathmini ya mkataba wa lishe, lakini vile vile tukumbuke tathmini ya mpango harakishi wa kupunguza udumavu.